Asanteni kwa kuendelea kuwa nasi kwenye hadithi hii ya kusisimua. Sehemu ya kwanza ilituacha katika hali ya taharuki, Ryo akigundua kuwa mpenzi wake, Akira, ambaye alidhani amekufa, yupo hai na ni sehemu ya adui zake, lakini hatima yake bado haijaamuliwa. Je, ataweza kumshawishi Akira kurudi upande wake, au huu ndio mwisho wao kama wapendanao? Leo tunarudi katika kivuli cha usiku. Tuendelee sasa na sehemu ya pili. Panga zilikingana kwa kasi ya radi, milio ya chuma ikisikika kila mahali. Ryo alizunguka kwa ustadi wa ajabu, akiepuka mashambulizi kwa mwili wake uliolainika kama upepo wa usiku. Shurikeni zilirusha kuelekea kwake, lakini akazikwepa huku akiwapiga maadui wake kwa wepesi wa ninja wa kweli. Mmoja wa waninja wa Kiba no Yoru alirusha mshale wa sumu kuelekea Ryo, lakini kwa kasi ya ajabu, aliinama na mshale huo ukagonga ukuta wa mbao. Hakupoteza muda. Kwa haraka, alikimbia na kuruka juu, akizunguka hewani kabla ya kutua nyuma ya mpinzani wake mmoja na kumchapa kwa pigo moja la upanga shingoni. Alidondoka chini kimya, damu ikimwagika sakafuni. Lakini bado idadi ya maadui ilikuwa kubwa mno. Walikuwa wakizunguka kama wanyama waliovizia windo lao. Hanzo alisimama kwa mbali, akitazama kwa tabasamu hafifu. Unapigana kama simba aliyenaswa, Ryo. Lakini mapambano haya hayana maana, Akira si wako tena. Ryo hakusikiliza. Aliendelea kupambana, lakini idadi ya adui ilikuwa kubwa mno. Kila alipomwangusha mmoja, wawili wengine walijitokeza. Mwili wake ulianza kuhisi uzito wa mapambano, lakini hakuruhusu hata tone la hofu kujitokeza usoni mwake. Akira bado alisimama pale, macho yake yakimwangalia kwa hisia ngumu kutafsiri. Kwa nini unapoteza muda wako, Ryo? Sauti yake ilikuwa tulivu, lakini yenye baridi kali. Nimechagua upande wangu. Kwa sekunde chache, mapigano yalisimama. Ryo alimtazama Akira kwa macho yaliyojaa uchungu. Hujui unachosema, Akira. Walikuchukua na kukubadilisha. Wewe si wao. Wewe ni wangu. Akira alifumba macho yake kwa sekunde moja. Alipoyafungua, hayakuwa na hisia zozote. Basi unapaswa kunishinda, Ryo. Ghafla, aliruka kwa kasi isiyoelezeka na kuvuta upanga wake. Ryo hakuamini. Akira mwenyewe alikuwa anataka kupambana naye. Mapigano yao yalianza. Kasi ya mashambulizi yao ikawa ya ajabu. Ryo alihisi moyo wake ukivunjika vipande vipande. Aliwezaje kupambana na mwanamke aliyewahi kumpenda? Lakini Akira hakusita. Panga lake lilikatika hewani kwa wepesi, likimfanya Ryo afanye kazi ya ziada kuzuia. Hali ilikuwa mbaya kwake. Ikiwa hatamzuia, atakufa mikononi mwa mwanamke aliyewahi kuwa mwanga wake. Hanzo alitazama kwa furaha. Hili ni jaribio lako la mwisho, Ryo. Ikiwa utashindwa, utakuwa umethibitisha kuwa ulikuwa dhaifu tangu mwanzo. Ryo alijua huu ndio ulikuwa mtihani wake wa mwisho. Ikiwa angeshindwa, kila kitu kingeisha. Alitazama macho ya Akira kwa sekunde moja. Hapo ndipo aligundua kitu cha kushangaza. Akira alikuwa akilia kimya kimya, macho yake yakiwa na maumivu yasiyoelezeka. Je, alikuwa anajifanya kuwa sehemu ya Kiba no Yoru ili kumlinda Ryo, au kuna siri zaidi nyuma ya tabasamu lake la giza? Kwa sekunde moja, moyo wa Ryo ulisimama. Lakini hakukuwa na muda wa kufikiria zaidi. Upanga wa Akira ulikuwa unakaribia shingo yake kwa kasi. Kwa wepesi wa ajabu, Ryo alijikinga na kushusha pigo kali lililomrudisha Akira nyuma. Macho yao yalikutana tena, safari hii kwa maumivu makali zaidi. Unajua huwezi kuniua, Akira, alisema Ryo kwa sauti nzito. Akira hakujibu, lakini mikono yake ilitetemeka kidogo. Hanzo aliinama kidogo na kusema kwa dharau, ikiwa huwezi kumuua, basi nitamaliza kazi hii mwenyewe. Alipiga makofi mawili, na waninja zaidi walijitokeza. Ryo alihisi mwili wake ukichoka, lakini hakuruhusu hofu imshike. Ghafla, taa zote ndani ya chumba hicho zikazimika. Kivuli kizito kilienea, na kwa sekunde chache, kulikuwa na ukimya wa kutisha. Halafu, sauti nzito ilisikika kutoka gizani. Sote tunaishi kwa upanga, lakini nani atabaki kushikilia mwisho wa vita hivi? Kulikuwa na sauti ya upepo mkali. Halafu taa moja iliwashwa tena. Hanzo alikuwa bado amesimama pale, lakini sasa alihisi hali ya taharuki. Ryo alikuwa ametoweka. Akira alinyanyua macho yake, moyo wake ukidunda kwa kasi. Ryo alikuwa amesimama juu ya boriti ya paa, akiwatazama wote kwa macho ya mtu aliyefanya maamuzi yake. Hanzo alitabasamu kwa hasira. Unadhani unaweza kutoroka?
Ryo hakujibu. Akimtazama Akira kwa sekunde chache, alisema kwa sauti ya kujiamini, "Nitakurudisha hata kama itanigharimu maisha yangu." Akaruka juu, akapotelea gizani. Hanzo akatabasamu kwa dharau. "Basi tuone kama kweli unaweza." Mwisho wa sehemu ya pili. Asanteni kwa kuwa nasi kwenye sehemu ya pili ya stori yetu ya ninja. Pia usikose sehemu ya 3, mapambano yanaendelea. Pia asanteni sana kwa sapoti yenu.